unadhani sababu hizi za makamu zinatosha kumdhihirishia rais kwamba anajiuzuru? Rais ana hiari mbili katika jambo hili. Kwanza ni kukubali. Na ule mchakato ambao nimeueleza katika jibu lililopita unaanza kimsingi baada ya rais kukubali kupokea barua hiyo na kuzikubali sababu hizo kwamba zina mashiko kwa mhusika kuweza kujiondosha katika nafasi hiyo. Sasa kwa kiasi gani sasa tunaweza tukachukua kwamba hizi ni sababu za kwa sababu gani Camilla na Peti? Sababu za mantiki kwako wewe au maana au umuhimu kwako wewe ni tofauti na umuhimu kwangu mimi. Tafsiri ya neno hili mashiko kwako wewe katika vitu fulani inaweza ikatofauti na mimi. Ndio maana kuna mtu unaweza ukakuta anakula ugali na anamshukuru Mwenyezi Mungu, wewe ukapita unatema mate na kusema yaani namshukuru Mungu kwa sababu ya ugali mkavu. Kwa hiyo ni kweli inawezekana sababu zilizotajwa na Dr. Nchimbi katika barua ya kujiuzuru kwa baadhi ya watu zikaonekana kwamba hazina mashiko, lakini mashiko hayo kwake yeye yana tafsiri nyingine, kwamba sisi tunaweza tukaona ni kama sababu nyepesi, ni kama mbona kama alikuwa bado kijana, mbona kama alikuwa bado ana nguvu, mbona kama alikuwa hasemu yana matatizo ya haya na yale ya kumfanya lakini kwenye masuala haya unajua kuna yale yanayosemwa na yale ambayo muda mwingine nabakia siri ya mtu. Kwenye siasa ni vitu vya kawaida. Ukiangalia katiba imetaja mambo mengi ya msingi yanayoweza kumfanya mtu kuonekana kwamba hasa katika majukumu hayo hawezi. Mojawapo ni changamoto za kiafya, lakini pia kifo, au hata yeye mwenyewe kusema inatosha kwa sababu zingine nje ya hizo. Kwa hiyo rais sasa ana hiari ya kuzingatia mashiko haya ambayo Dr. Nchimbi ameyaona katika sababu alizoainisha kwenye barua hiyo. Yana tafsiri hiyo kwake pia, kwa sababu rais ana hiari ya kukubali kujiuzulu kwake ama kutokukubali. Kwa hiyo kama akikubali, tafsiri yake ni kwamba atakuwa ameona mantiki au mashiko katika sababu ambazo zimebainishwa, kama ambavyo aliona mantiki hiyo katika sababu za kiafya za Dr. Mpango na zile alizotaja kama za binafsi katika hatua yake ya kuomba kupumzika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo rais akiona kwamba sababu zilizotolewa ni zina mashiko, atakubali barua hiyo, na mchakato niliobainisha ambao unaelezwa katika ibara ya 50 niliyosema kipengele ibara ya pili C na ibara ya 4 ya ibara ndogo ya 4 ya kifungu hicho cha 50 utaanza sasa kuingia katika utekelezwaji wake. The Bantu.